Kama kuna jambo ambalo wekundu wa Msimbazi Simba wataweza kulishtukia na kulifanyia kazi kwa haraka, basi linaweza kuwafanya wapate matokeo mazuri zaidi kuliko wanavyopata sasa, ni juu ya ubadilishaji wa nafasi kuwa mabao. Ndio goal conversion rate, kwa maana kwamba Simba hivi sasa chini ya kocha Steve Barker katika mechi zake nyingi, hususan za ligi kuu Tanzania bara, imekuwa ikimiliki zaidi mpira, imekuwa ikicheza zaidi katika nusu ya pili ya wapinzani, imekuwa ikiwafanya wapinzani wapate tabu ya kufanya build up, ujenzi wa mashambulizi kutoka eneo lao ili kwenda eneo la Simba. Matokeo yake Simba inatengeneza nafasi nyingi zaidi za kufunga. Simba imekuwa hatari katika kufanya majaribio kutokea upande wa kulia, upande wa kushoto, katikati na pia kwenye mipira ya kutenga. Lakini jitihada hizo wanazozifanya hawajitendei haki wenyewe, kwa sababu uwezo kwa ujumla kubadilisha nafasi kuwa mabao unaonekana kana kwamba umeshuka kwa kiwango chao wenyewe, kiasi ya kwamba inawafanya kile walichonacho hivi sasa kingekuwa bora zaidi kuliko walichonacho. Ndio tunafahamu Simba katika ligi kuu Tanzania bara hivi sasa wanashika nafasi ya pili wakiwa na pointi 42. Simba ni wanashika nafasi ya pili pia katika mabao wakiwa wamefunga mabao 32, wameruhusu mabao 7. Yanga wanaongoza Tanzania wajadi wakiwa na pointi 47, ndio maana Simba ya pili. Yanga ndio wanaongoza katika kupachika mabao kwa sababu wamefunga mabao 44, ndio maana Simba ya pili kwa kupachika mabao wakiwa wamezidiwa mabao 12 na Yanga. Lakini Simba mpaka sasa katika ligi kuu Tanzania bara, ambapo kila timu imeshacheza mechi 19, timu inayoongoza kufika kwa wapinzani, timu inayoongoza kufanya majaribio mengi kuliko timu nyingine zote ni wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Steve Barker, akijivunia kuwa na wachezaji wenye hatari zaidi kutokea katikati ya mstari wa uwanja wanapokwenda kushambulia, ambako ndiko timu yake hucheza zaidi. Kwa maana upande wa kulia Libasege akiwa fiti huanza mara kwa mara, Anise Ura, lakini eneo la kati wana Selemani Mwalimu, nyuma yake kuna viungo kama Cletus Chota Chama, kuna Ino Jospin Loemba, na pia mabeki wake wa pembeni Shomari Kapombe, lakini Nixon Kibabage. Wamekuwa wakiongeza idadi ya wachezaji wa Simba katika kushambulia, huku kwenye mipira ya kutenga wakiwa na mabeki wakati wanajua kutumia nafasi hizo, Rushain The Rock, Ismail Olivier Toure, lakini hata Wilson Nangu kabla hajaumia. Sasa Simba mpaka sasa wanaongoza katika upigaji mashuti mengi, ambayo wamepiga mashuti 198, na kati ya haya mashuti 103 yamelenga shabaha. Lakini tazama kwenye mabao, Simba wamefunga mabao haya 32, ambayo tunaona ni mengi, na ndio maana ya pili kwa upachikaji mabao, ingawa wamepita mabao 12 na watani zao jadi Yanga. Lakini ukipima uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao, ambao tunaangalia goal conversion rate, ambayo unaipata kwa kuchukua mabao yaliyofungwa ambao ni 32, unaweka jitihada mashuti yaliyopigwa ambao ni 198, ukizidisha kwa 100 unapata hapa ni around 16%. Ni kiwango cha juu ndio, lakini kwa kiwango chake yenyewe Simba hiki kiwango ni cha chini, imedrop. Lakini kwa kulinganisha na mtani wake wa jadi Yanga, ambaye ndiye alikuwa anaongoza kwa mabao msimu uliopita na ndiye anaongoza hivi sasa katika ligi kuu Tanzania bara kwa mabao, bado Simba wanapaswa kupandisha uwezo wao kubadilisha nafasi kwa mabao, kwa sababu 16% ndio imewafanya wawe na mabao 32. Wa kuwalinganisha ni wao wenyewe. Kwa mfano, msimu uliopita katika ligi kuu Tanzania bara Simba ilimaliza nafasi ya pili pia, lakini kwenye mashuti ilikuwa ya pili pia kwenye kupiga mashuti. Ilipiga mashuti 320, kati ya haya 183 yalilenga shabaha. Simba ikafunga mabao 69. Sasa 69 goal conversion rate ya Simba msimu uliopita, tutachukua mabao aliyofunga ambao ni 69, chini tutaweka mashuti waliopiga ambayo yalikuwa ni mashuti 320, ukizidisha kwa 100 hapa utapata around 22% ya uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao. Sasa hivi sasa ni 16%, maana yake unagundua Simba imedrop kwa takriban 6% ya uwezo wake wa kubadilisha nafasi kuwa mabao, kwa sababu walikuwa 22%. Sasa hizi 22% kwa mfano, kwa kuwa hivi sasa wanapiga mashuti mengi zaidi kuliko timu yoyote katika ligi kuu, ile 22% ile wangeihamishia katika msimu huu mpaka sasa, uwezo kubadilisha nafasi kwa mabao tukizidisha na mara mashuti 198, walau hivi sasa Simba wangekuwa na around mabao 44. 44 goals, ambazo ni idadi ya mabao sawa
na ambayo yamefungwa na watani zao wa jadi Yanga walio kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Nadhani imeeleweka vizuri. Lakini kwa nini hawana mabao 44 badala yake na mabao 32? Kwa sababu uwezo wao kubadilisha nafasi kwa mabao umeshuka kutoka asilimia 22 za msimu uliopita kufikia asilimia 16. Tofauti yake ndio hii tunaiona hapa, asilimia 6. Wakati Simba wakiwa na tatizo hilo, watani zao wa jadi Yanga, nini kimetokea? Ni kwamba msimu huu Yanga wameporomoka katika uwezo wao wa kufanya majaribio mengi. Wamezidiwa mno na Simba, kwa sababu Yanga wakiwa nao wamecheza mechi 19 kama Simba. Mashuti waliopiga mpaka sasa Yanga, kwa maana watani zao wa jadi Simba, Yanga wao mpaka sasa mashuti waliopiga ni 163. Alafu kati ya hayo 84 yamelenga shabaha, ndipo wamefunga mabao 44 ambayo goal conversion rate tutaweka 44, mashuti yote waliopiga 163 ukizidisha kwa 100 unapata around asilimia 27. Kwa hiyo Yanga kiwango chao cha kubadilisha nafasi kwa mabao kipo juu, asilimia 27, ambacho ukilinganisha na msimu uliopita wakati wakiweka rekodi ya kwa timu iliyofunga mabao mengi zaidi, mabao 83, ambayo ni rekodi katika ligi kuu Tanzania bara toka kuanzishwa, kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza msimu wa 1996-97. Yanga msimu uliopita walifunga mabao 83 baada ya kupiga mashuti 360. Kati ya hayo mashuti 204 yalilenga shabaha, wakafunga mabao 83, ambao ukiweka 360 ukazidisha kwa 100, Yanga goal conversion rate ilikuwa ni around asilimia 23. Kwa hiyo Yanga kwa msimu huu kwa mechi 19 ambazo zimeshachezwa, bado mechi 11 ya ligi kukamilika, wameongeza uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao kutoka asilimia 23 ya msimu uliopita mpaka asilimia 27. Kwa hiyo wameongeza asilimia 4, wakati Simba wamepungukiwa hasi 6 asilimia kutoka 16, kutoka 22 wamekuwa 16, Yanga kutoka 23 wamekuwa 27. Ndio maana Yanga hawajapiga mashuti mengi, ni mashuti 163, lakini wana mabao mengi 44. Simba ndio maana wamepiga mashuti mengi 198, lakini wana mabao machache ambao ni 32 kulinganisha na Yanga. Hili kocha Steve Barker, wasaidizi wake katika benchi la ufundi wakishirikiana na wachezaji wao wakilishtukia, wakalifanyia kazi. Maana yake ni kwamba watakuwa wanajitendea haki wenyewe kwa nafasi nyingi wanazotengeneza, na hatimaye kuongeza idadi ya mabao, na hatimaye kuongeza nasibu ya wao kupata matokeo ya ushindi na sio kupoteza au sare, lakini pia kujiongezea nasibu ya kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara ambao wana misimu minne hawajautia mikononi, ni pia kwenye kombe la shirikisho la benki ya CRDB ambalo pia hawajalitoa kwa misimu minne mfululizo. Kwanza jambo zuri lilo nalo ambalo ni kongole kwa kocha Steve Barker, Simba imebadilika sana, inamiliki sana mpira kutoka katikati eneo la kati ya mstari wa uwanja kwenda kwa wapinzani, inakuwa na total dominance katika mechi nyingi, inafika sana, inafanya majaribio mengi. Changamoto moja wapo ambayo itabidi kocha Steve Barker na benchi lake la ufundi watafute majawabu kwa wachezaji wao wanaocheza hasa maeneo ya pembeni wakati wanakwenda kushambulia, ambao wamekuwa kwenye kiwango bora sana, ila kwenye kujitendea haki, kutumia nafasi ndipo mtihani ulipo. Hapa nazungumzia vipi? Simba kwenye kucheza kwake mara nyingi baada ya golikipa inakuwa na walinzi wanne, viungo waliokabaji, watatu wa ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Hawa watatu wa ushambuliaji hawa ni pamoja na wafuatao. Kuna Libase Geye ambaye yeye ni kiungo wa ushambuliaji kutokea pembeni kulia, gula lake nguvu zaidi la kushoto. Alitoa Simba wakati wa usajili wa dirisha dogo, amechangia mno kuiongezea makali katika kushambulia. Lakini kuna Anise Ura, yeye anatokea upande wa kushoto, gula lake lenye nguvu zaidi la kulia, naye ametoa Simba wakati wa usajili wa dirisha dogo, ameongeza makali mno. Lakini kuna Elim Panzu Kibisawala, yeye siku zote anafahamika, tangu msimu uliopita alikuwepo, ni miongoni mwa sumu za Simba kuwadhuru wapinzani wake kutokea maeneo ya pembeni kulia, pembeni kushoto, kati, kwa sababu Mpanzu ana uwezo mkubwa kucheza maeneo yote hayo akiwa na kasi na mashuti. Sasa aina ya uchezaji wao hawa, kitu kikubwa kwanza, mabeki wengi huwa wanapata tabu kuwazuia kwa sababu wana uwezo mkubwa wa kupiga chenga na wana kasi, halafu wana uwezo mkubwa wa kupiga mashuti. Gea akitokea kushoto, kulia, gula lake la kushoto, anapofanikiwa kupiga chenga, kuacha mabeki mmoja, wawili, watatu, akishaingia ndani, jambo la kwanza analowaza akiwa kama inverted winger ni kupiga mashuti, kutaka kufunga, na sio mchezesha mshambuliaji wa kinara ambaye mara kwa mara kwa hivi karibuni ni Selemani Mwalimu Gomez, bali yeye jambo la kwanza ni kutafuta nafasi kufunga yeye mwenyewe. Hapa ndo mtihani unapokuja, kwa sababu mpaka sasa kabla ya mechi dhidi ya Namungo ambayo Gea alifunga, Mpanzu alifunga,
Anicet Ura alifunga, Simba ikishinda 3-1 dhidi ya Namungo. Wote hao nilotoka kuwataja walifunga, lakini kabla mechi hiyo dhidi ya Namungo, Gay alikuwa ameshapiga mashuti 15, na kati ya haya akawa amefunga mabao 3. Mechi dhidi ya Namungo kafunga bao 1, sasa hivi na mabao 4. Kwa mashuti 15 alikuwa amefunga mabao 3. Maana yake mashuti 12 hayakuzaa mabao, licha ya kwamba alifanya majaribio ya kufunga. Pengine angewaza kutoa pasi kwa mwalimu au kwa mwenzake yoyote wakati akifanya majaribio, pengine angeongeza nasibu ya kufunga kuliko mashuti 15, magoli 3, 12 yamekuwa wastage. Lakini sio yeye tu. Kuna Anicet Ura kabla ya mechi dhidi ya Namungo ambayo alifunga kama nilivyotoka kueleza. Lile mechi dhidi ya Namungo lilikuwa bao lake la 3. Lakini kabla hapo mashuti aliyopiga Anicet Ura 16, mabao alikuwa nayo 2. Mechi dhidi ya Namungo akafunga la 3. Sasa kufunga mabao 2 maana yake kuna mashuti 14 hayakuzaa mabao. Mashuti 14 ambayo pengine angeangalia namna ya kupiga pasi kwa wenzake, labda ingeongeza nasibu ya kufunga kuliko ambapo yeye anafunga mabao 2 baada ya mashuti 14. Lakini kuna Elie Mpanzu Kibisawala, yeye alikuwa kwenye mashuti, ameshapiga mashuti 21. Kati ya haya 8 amelenga shabaha, magoli alikuwa amefunga 2. Kwa hiyo mashuti 19 kutoka kwa Mpanzu yalikuwa yamepotea, ama kwenda kwa kipa ama kutoka nje, ambayo yangeongeza nasibu ya kufunga endapo badala kwa attempt kufanya mara 19 mashuti ambayo hayakuzaa bao, pengine angeangalia wenzake na kutoa pasi. Tunatambua hapa tunazungumzia general terms, kwa ujumla kwa sababu hali ziko tofauti. Kuna nyakati ambazo majaribio yamefanyika, hakukuwa na mwenzake wa jirani kumpasia yeye Mpanzu na hao wengine Libase Gay na Anicet Ura, lakini hapo mazingira ambayo walikuwa wanafanya kujaribu kufanya ile mashuti yale tunasema speculative shots, mashuti ambayo una uhakika wakati wenzako wapo. Matokeo yake hawa wote kabla ya mechi dhidi ya Namungo walikuwa wamefunga mabao 7 kati ya mashuti 52. Ndiyo, kwa sababu chukua mashuti 15, 16, 21 ni mashuti 52, ambayo ukichukua sasa 7 mashuti kati ya mashuti 52 wamefunga mabao 7 ukizidisha kwa 100 unapata goal conversion rate around 13%, ambayo unaona sasa ni kiwango cha chini ya wastani wa Simba nzima. Simba nzima kwa wastani tulishaona ni around 16% kubadilisha nafasi kwa mabao. Hawa watatu uwezo wao kubadilisha nafasi kwa mabao ni 13%. Pungufu ya Simba kwa ya Simba nzima kwa ujumla wastani 3%. Pungufu ya Simba ya msimu uliopita 9%. Hawa watatu. Lakini hawa Simba anapokwenda kushambulia ndio silaha zake kubwa, kwa sababu wana uwezo mkubwa kubulldoze mabeki wa pinzani. Unstoppable katika nyakati nyingi. Wagumu mno kuwazuia. Wanatengeneza nafasi nyingi zaidi. Sasa kwenye kuzitengeneza, kocha Steve Barker na benchi lake la ufundi waangalie namna gani wanaweza kanufaika na vipaji hivi vitatu. Hapa nimewataja kwa mfano tu, maana wachezaji wengine wa Simba wapo kina Mohamed Bajaber, wako Ladak Chasambi, Morris Abraham wana uwezo huo, Cletus Chota Chama, Ino Jospin Loemba. Nimewataja hao wa mfano ambao wameshiriki sana katika kuwaletea madhara wapinzani, lakini mipira ya mwisho mingi inapotea. Kwa mfano, sio wamefunga mabao 7 baada ya mashuti 52. Maana yake kuna mashuti mangapi yamepotea hapa? 45 haya yamepotea bure belesh badala ya kuongeza nasibu ya Simba kufunga. Sasa nimetaja mfano kwamba kocha Steve Barker na benchi lake la ufundi waone namna gani watanufaika na vipaji vya watatu ambao kinyume chake mipira yao inaendelea kuwa ya kupotea, lakini hawatengenezi mabao ya kutosha, ambayo kwa kuwa wao ni vinara katika kutengeneza nafasi, wakijua jinsi ya kuwatumia hawa vizuri, Simba ina uwezo mkubwa wa kufunga mabao mengi zaidi na pengine watakuwa unstoppable katika mechi nyingi. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri na kuona. Wewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.